ningojea, nitakwambia. Alipokuja mara ya tatu, nikasimama kutoka kwa kiti. Nikaenda mbele ya sirikwa, nikachukua toothpick, nikaweka kwa mdomo. Na nikatoka nje. Watu waliponiona nje ya sirikwa wakasema, leo padri amekula wapi? Sirikwa. Lakini ukweli nilikuwa nimekula nini? Sema misi. Kuna watu wengine wanaingia hoteli kubwa kushinda sirikwa. Na hiyo hoteli inaitwa Emmanuel Maili Saba. Na unajua chakula inapeanwa hapo ni chakula ambayo inatoka mbinguni. Kuna wengine wanakaa kwa kiti smart kama Maili Saba hapa, lakini baadaye anaondoka na toothpick na anabakia ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa, hata milele. Nataka nikwambie itakuwa ni hasara ya milele. Umekaa kwa hoteli ya mbinguni na kiti smart, alafu baadaye uondoke na hasara ya milele. Toothpick peke yake, toothpick wakati mwingine ni vile mtu alikuwa amevaa nguo mbaya. Toothpick ni vile wale padri alipiga kelele, lakini hakuna neno unaondoka naye. Naomba Mungu akusaidie leo usikie na kulitenda. Yesu akasema kila mtu asikiaye maneno yangu na kuyatenda, mtu huyo atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Ukisikiliza na kulitenda, utafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mwamba ni Yesu Kristo. Msingi wako ukijengwa kwa Yesu Kristo hautatingizwa. Tabu itakuja, shida itakuja, magonjwa yatakuja, lakini hautatingizwa kwa sababu Yesu ndio yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, sikiliza na kulitenda. Siku moja nilienda pastoral. Mimi napenda pastoral kwa sababu pastoral iko na vitu vingi: kuzungumza, kukula na kutembea. Padri akienda pastoral lazima atakula na ataongea. Na ninaona hapa Maili Saba, si mbaya, ninaona padri alikuwa mwanafunzi wangu. Maili Saba, siku moja nikamuomba aliruhusu mimi mwenyewe alimsaidia kutembea kwa sababu najua kukula na kuongea. Nilipotembea pastoral, nikaona mito mbili kwa pastoral. Mto wa kwanza ilikuwa imesimama. Yale maji ilikuwa imesimama, ilikuwa inapokea lakini imesimama. Kwa hiyo mtu hakukuwa na maisha, ulikuwa na chura, ulikuwa na mosquito, hata maji yake hakuna mtu amekuwa. Na nikaona mtu mwingine, bali maji ilikuwa inaingia na kutoka. Nikaona ndani kulikuwa na maisha, kulikuwa na samaki. Hata watu walikuwa wanachota maji hapo. Watu walikuwa wanachota maji ya kuosha kwa sababu maji ilikuwa masafi. Hata mimi na nimekuwa padri miaka mingi. Mimi ni padri mzee. Nakwambia kwa kanisa iko watu kama mito aina. Kuna wale ambaye wanapokea kila kitu. Wanapokea baraka kutoka kwa Mungu. Wanapokea ushuhuda, lakini hakuna penye inatoka. Wamebakia tu penye walikuwa. Kila wakati wamebakia hivyo. Lakini kuna baraka ikiwa utasikia na kutoa. Wengine wanatoa maji yao kwa ushuhuda, wengine kwa kuimba. Na nashukuru Mungu hapo kuna kipawa ya kipekee ya kuimba. Hiyo ni namna ya kutoa neno la Mungu. Kitu moja tunawaambia, inatakikana siku moja twende sokoni Maili Saba. Hata Waanglikana wanaweza upili kwa crusade na kulete watu kwa nyumba ya Bwana. Toeni kusikia kwa nyimbo. Matoleo ya sadaka na zaka na fungu la 10. Kwa kutoa ya tawas na kazi zingine ambazo unaitishwa. Bora ukipatia, haitakubariki na haitabariki wengine. Hata toa kwa jirani. Siku moja
kulikuwa na jamaa mmoja alifariki bahari. Leila akanipigia simu tu kuniambia, mchungaji, kuna mtu alifariki. Na unajua huyo mzee alikuwa Msumba. Msumba ni nani? Ni nani? Adamu hasiani hakuwa na nani? Na utangazia watu ama unaweza kusaidia. Kuna watu tunaweza kuwasaidia. Dada nisema wakati unajitolea kuna baraka. Ukipanga naye wakati mwingine baraka unakosa. Leo tumesomewa kitabu cha Matendo ya Mitume 27 mstari wa kwanza mpaka 12. Kitabu hiki mchungaji wenu alikuwa mwanafunzi mzuri wa theolojia. Sasa naona amekuwa padri. Sawa, wacha niwarudishe kule kwa dakika moja. Kitabu cha Matendo ya Mitume kiliandikwa na Daktari Luka kabla ya Yerusalemu kuanguka mwaka wa AD 70. Watafsiri wengine wa Biblia wanasema saa zingine iliandikwa AD, not AD, the year of our Lord, AD 68. Mwandishi wa kitabu hiki yeye alitembea na Paulo. Alikuwa anaitwa Daktari Luka. Daktari Luka alikuwa mtu wa mataifa. Yeye alikuwa Myunani. Na yeye aliandikia mtu anaitwa Theophilus. Theophilus saa zingine alikuwa ni mtu aliyempa fedha ya kuandika kitabu hiki. Ama Theophilus ni kila mmoja wetu, kwa sababu Theo ni Mungu, Phileo ni upendo. Yeyote ambaye anapenda Mungu anaweza kuitwa Theophilus. Kwa hivyo saa zingine aliandikia kila mmoja wetu. Na hata hii barua pia aliandikia kanisa la Emmanuel Mali Saba. Na yeye aliandika mwisho wa kitabu hiki aliandika safari ya Paulo kutoka Yerusalemu mpaka Rumi. Alienda kwa meli. Leo nataka kuhubiri na kusema safari ya Paulo kutoka Yerusalemu mpaka Rumi saa zingine inaweza kufananishwa na maisha. Maisha ni safari. Life is a journey. Lakini swali kubwa na kuuliza, je, wewe unasafiri kwenda wapi? Na upende usipende, kila mmoja wetu ni msafiri. Leo naangalia hata ukikataa ukubali, kila siku sisi ni wasafiri. Ndio Amerikani wanaitwa msafiri wa mbinguni. Yaani kila mtu ni msafiri wa kwenda kula maponi ama hata uchi. Kapati hata gizeni. Lakini hauwezi zuia kitu kimoja, wewe ni msafiri. Na kama ulikuwa umebakia na siku 1000, leo ikiisha inabakia siku 999. Kila mtu ni msafiri. Sisi tunasema wenda kataa au nakubali, sisi ni wasafiri. Ninaona hata wakati mwingine kuna
wazee, ikifika pahali kitu inakuwa nyeupe, unaenda unabadilisha, lakini hata ukibadilisha wewe ni msafiri. Leo mwambie kila mmoja wetu ni msafiri. Baba letu inatuonyesha kuhusu safari ya Paulo kutoka Yerusalemu mpaka Rumi. Hata sisi kuna watu wanasafiri wakielekea pale penye dunia hii. Lakini je, wewe kama ni Mkristo unasafiri kwenda wapi? Leo kwa uchache nataka niwaelezee kuhusu safari ya kwenda mbinguni. Jambo la kwanza, katika hii safari ya maisha utakutana na watu mbali. Kwa hii safari ikuyapike tete watu tofauti utakutana nao. Nataka niwaambie kuna watu wengine wanakaa kama sandpaper, lakini lazima utakutana na wao. Sandpaper inakusumbua, lakini hata ikikusumbua hakuna kitu utafanya. Sasa yeye ni jirani mwenye anasongesha mpaka kila wakati wa kulipa, lakini hakuna chenye utafanya. Yeye bado ako tu pale pale. Hawezi chagua unasafiri na Mungu ndio anajua. Paulo alipobebwa kwa merikebu alibebwa na watu tofauti. Kulikuwa na wakora, kulikuwa na wauaji, kulikuwa na wafanyabiashara, kulikuwa na watu wasumbufu, kuna watu aina mingi. Lakini kitu cha maana ni si wenye unasafiri na wao. Je, utafanya nini? Dada nikwambia kuna wale wa kusumbua. Na saa zingine kama wange kusumbua ungeomba. Kuna watu wengine wanaomba tu saa ya mboga na ugali. Jehova saa ile dura mikono. Ekate na Yesu Kristo yetende no. Saa kulala aombi anakuwa kwa kitanda. Asubuhi anaamka fapa. Yesu ni wa mboga na ugali peke yake. Ndio mnakutana. Lakini wacha jirani akusumbue. Baba siku hiyo unaomba. Na hata mwingine anakutrete na kaenda mpaka ukambani. Ama popote ya kufanyia maneno. Hiyo ndio wakati utakumbuka kuomba. Tazamia Mungu analeta wasafiri kama hawa kutembea na hao ndio watufunze kuomba. Hata kuna wengine wanakudharau ndio wakufunze usimame. Ya kwamba wewe hutafika popote. Hata kwa ndoa yako kuna wengine wanasema nakupatia miezi 3. Waambie nimeishi miaka 20. Katika jina la Yesu. Yaani kwa wengine wanasema hautafuna. Waambie nitafuna katika jina la Yesu. Kuna watu mbali utakutana na wao. Wengine wakutusumbua, wengine wafanya biashara. Lakini kitu cha maana ni kwamba lazima ujue wewe ni msafiri. Lakini angalie Yesu na usonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kulikuwa na wale ambao walikataa neno la Mungu. Na hata kwa wasafiri Paulo alikuwa mhubiri mkubwa. Kila mahali ambapo mnasafiri kuna watu mbalimbali. Lakini pia Mungu hawezi kukosa kutuma watumishi wake. Kuna wimbo wengine napenda wanaimbaga. Mimi si mwimbaji kama ndugu yangu. Niliimba kwa kwaya mzungu akanifukuza. Jambo langu sio soprano, sio alto. Wanasema yani other voices zenye tunaimbaga na watu. Yani niko kwa others. Sasa ninataka kuambia wapendwa ni ya kwamba hata kuna wimbo mimi napenda kuimba. Ashatuma wajumbe kuleta habari
nyingine iko ujumbe wa kubakia na wa kuenda. Ukikosa kusikia wa kuenda, utasikia wa kubakia. Lakini kwa yote ametuma wajumbe kuleta habari njema. Je, wewe utasikia nani? Utasikia ule mwenye anakusumbua sandpaper? Je, utasikia wale wa biashara? Hata siku hizi kuko na makanisa ya biashara. Kuna watu wanatuma 10,000 Nairobi, lakini hawezi tuma 10,000 kwa padri wake, na Mungu amemtuma kama mjumbe. Kuna wengine wanasikia wana biashara, lakini hawasikii watumishi wa Mungu. Kuna wengine ambao ni wakusumbua na wakutuchanganya. Je, utasikia sauti ya nani? Hii safari kuna watu mbalimbali. Je, utafaulu ukitoroka penye Mungu amekuweka? Ndio nikwambia, hata boma ambayo unakaa ni Mungu alikuweka. Hata ukifunga matasi yako uende na Mungu anataka ukue hapo, utarudi. Wewe usijisumbue kubeba vitu na Mungu amekutuma hapo. Ndio na sababu. Kwa nini si pengine hapo na sababu kwa nini alikuweka hapo? Naomba Mungu akusaidie wewe ambaye ni mtumishi wake, ujue ya kwamba penye Mungu amekutuma hautatoroka. Penye Mungu amekutuma utaendelea, na penye Mungu amekutuma wewe, hapo ndio penye baraka iko. Haijalishi watu ambao wanakaa hapo. Nataka niseme penye Mungu amekutuma, kama mkulima, kama mfanyabiashara, kama mwalimu, hata kama changamoto iko, atutoroke, tunabakia pale katika jina la Yesu Kristo. Kuna mazuri ukimtegemea Mungu. Mambo yatabadilika. Hata Paulo kama alikuwa kwa gharika, mbele akiwa na Mungu, mambo yatabadilika katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Jambo la pili, katika hii safari tunahitaji kuwa na vitu viwili. Jambo la tatu, la kwanza, tunahitaji kuwa na bidii na kungojea. Hard work and waiting on God. Kuna wengine sasa hivi wanapitia hali ngumu sana, lakini hata kama mambo yanaonekana ni ngumu, kuwa na bidii na ngojea. Hakuna mtu amebarikiwa kwa kukaa. Ndio nikwambia, kuna watu wanaamanga kijiji moja wanaenda ingine, wanafikiri iko bahali pa kukaa tu na kubarikiwa. Hata kuna wengine wanabadilisha kama kanisa. Hiko kanisa ndio utakaa tu, utawekewa anointing oil, kazi itafanyika. Mungu amekuita kwa hii maisha kufanya bidii na kungojea Bwana. Do your part and leave the rest to God. Kati ya your part is to plan. Walipokuwa merekebuni, wale wenye walikuwa wanaendesha manahodha na wale waliokuwa wakifanya kazi merekebuni walifanya kazi yao. Hata pia wa maabiria walifanya kazi yao. Kila mtu alifanya kazi yake. Hata Paulo alipokuwa pale akahubiri, hiyo ilikuwa kazi yake, kuwatia watu moyo. Ninaomba kesho huko uwe na bidii na ngojea. Uwe na bidii na ngojea Bwana. Nataka nikwambia, hakuna baraka hali ambapo hakuna kazi. Kuna padri mmoja alikuwa akitembea kama padri wenu. Alikuwa anatembea, akabariki hiyo shamba, akabariki hiyo shamba, akabariki hiyo shamba. Alipofika kwa shamba ya mzee mmoja hapo bariki, akapita. Padri akamuuliza, je, ulilima mara ya mwisho hii shamba mwaka gani? Akasema miaka 5. Je, ulitaka nibariki magugu ama kazi imefanyika? Pale ambapo hakuna kazi na hakuna mpango, hakuna baraka. Leo Mungu akusaidie. Chenye uko naye Mungu anajua una uwezo. Fanya mpango, weka bidii, na ukishaweka bidii, tarajia Mungu atakubariki na atafungua njia yako katika jina la Yesu Kristo. Badala ya kununua mafuta, wengine wanunua mafuta 10,000. Mafuta ni ile ambayo Mungu amekupa. Fanya
ugali. Makenzi ndio wakali. Sijawahi sikia. Yeye sijui alifaulu. Na watu walipotoka huko wengi walisikiwa huko. Ndio ndio kusema badala ya penye huko fanya bidii. Hapo ndio penye Mungu amekuweka. Na ngojea Bwana. Ngojea Bwana atakubariki. Ngojea Bwana atakuinua. Ngojea Bwana atakufikisha. Hata kwaya usitake kwenda kuimba kwa parishi nyingine yenye kwaya imesimama. Hata hapo unaona hapo kuna kwaya kipekee. Bali kwa sababu mliamua ya kwamba penye duko tutafanya bidii na tutangojea Bwana atuinue. Na hata wakati mwingine tulikuja mtarekodi na mtaimbia dunia mzima katika jina la Yesu Kristo. Fanya bidii na ngojea Bwana. Jambo la tatu. Katika hii maisha mwimbaji mmoja alikuwa anaitwa nani? Sam Mapanga aliimba maisha ni mlima kuna. Kumbe wa Kristo mnasikia. Hebu nipigieni makofi. Yaani kwa hii dunia katika maisha haya lazima tupitie hukumu, changamoto na hatari. Tulikuwa tukiongea na mzee mmoja akaniuliza maneno. Sikutaka kumwambia, nikasema nitamwambia nikiwa hapa. 2023 Januari tarehe 15 niliacha kufunza college na nikapigwa transfer kwenda parokia moja. Mimi siku hiyo nikaripoti. Nakwambia sikukaribishwa na mayai na mkate kama hapa. Nilipofika siku ya kwanza nikavaa nguo, nilipata watu wameanza ibada, nikavaa nguo ya maji. Nikainama pale, nikapiga mbele, nikakaa chini. Nilipokaa chini, kuna lady mmoja akakuja kuvuta kiti yenye nilikuwa nimekaa. Nikasimama. Baada ya kusimama nikastukia kiti. Hata si kiti nilijua baadaye ni kiti. Nikastukia maji yanamwagika kwa mguu. Sikujua ni damu yangu. Lakini nikasema penye Mungu alikuita na penye amekuweka hata kukuko na hatari. Kama bado uko hapo ni lazima utakaa sawa sawa. Damu ikatiririka, nikaamua kutoka mpaka pale. Wakristo kama 50 wakanifuata. Waliponifuata tukaenda kwa the old building. Nashukuru Mungu hiyo kanisa mzee ilikuwa hapo, tukaingia hapo. Damu imetoka. Lakini kazi niliyotumwa ni kuhubiri. Nikahubiri dakika 3. Unajua mimi niko na YouTube channel inaitwa Ven Dr. Kimutai Jesus. Nilihubiri siku hiyo dakika 3, mate ikaisha. Lakini nilihakikisha nimemaliza kuhubiri. Yaani kwa licha ya hatari, changamoto na hukumu, endelea kufanya kazi ya Mungu katika maisha haya. Yaani nikwambie mpaka sasa hivi nina alama, lakini sijaacha kuhubiri. Nitaendelea kuhubiri Injili. Yaani nikwambie usiwe na sababu ya kukosa kuhubiri. Hata kwa kuimba Mungu amekusengenya. Kumbuka padri alipigwa na bado anahubiri. Hadi watu wanaongea juu yako na unaacha kazi ya kuhubiri. Ndani nikwambie endelea katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nikaenda pastor kwa Mkristo mmoja. Siwezi sahau. Kwa Mkristo walisema ukiwa padri unatembelea watu wote. Kila mtu. Tembelea watu. Nilipofika kwa huyo akaniambia mchungaji usiingie kwangu. Nenda kaa. Ulikuwa na fomu, mimi nikakaa kwa fomu. Na nakwambia jua ya saa 2 na ilikuwa Februari. Na unajua padri ni mweusi. Jua inaingia kabisa. Nakwambia nilikaa hapo dakika 1 hour. Ndio huyo mama akatoka akasema umekuja. Pia nataka kumzee alikuwa ameniambia kwa sababu nilimpiga alihusika kwa hiyo maneno.
nilimsamehe, nimetaka kutoa hii maneno. Kwa hivyo alikuwa amesema kama kudhibitisha amenisamehe nikuje nyumbani na mimi nikakutana mzee, nitakutana naye pengine. Akanipatia chai. Nikaangalia mimi ni padri, sitaacha. Baadaye nilipotaka kumwombea akaniambia niliomba asubuhi, sihitaji maombi yako. Nikamwambia lakini haijanizuia. Nilienda kwa yule mwingine na ule mwingine walikuwa wawili, akakubali nimwombee. Lakini habari njema ni kwamba hata ukipitia hukumu, kama sasa hivi kuna hukumu ya maisha, hata wakati mwingine watu wana sababu, usikose kusonga mbele. Bwana asifiwe. Hata kama watu wamekusumbua, it is not the end. Sio mwisho. Mungu wako na mpango mzuri. Endelea na maisha katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza, hata katika hukumu usitoke penye Mungu amekuweka. Hivi cha pili, usijifiche kwa kazi ambayo Mungu amekuitia. Na ya tatu, usikose kutenda kazi yake. Wamama kama walikuwa wakiimba samani zile, na wachache, jitolee mwenzangu na kazi ya Bwana, ndiyo maana umeitwa katika Mungu. Hapa kuna watu wamevunjika moyo. Hapa kuna watu wamesumbuka. Hata kuna wanaume wamesumbuka juzi kulikuwa na kitu kinaitwa Father's Day. Mwanaume ni kuvumilia. Kitu cha kwanza lazima avumilie maneno. Unajua wanasema ni kwa siku mama anaongea maneno ngapi? 32,000. Mwanaume anaongea maneno 8,000. Kwa hiyo maneno yake imeisha mjana, ikifika jioni mama ndio rekoda bado. Lakini mwanaume ni wa kuvumilia, na ukivumilia kuna baraka. Hebu angalia wanaume ambao wanavumilia, wengi wanakaa peke yao, wengi wanasumbuka, lakini wale ambao wamevumilia wana baraka. Siku hizi ni waheshimiwa. Ndio mwambie penye Mungu amekuweka, vumilia, kuna baraka njema. Jambo la nne, katika hii safari ambayo Paulo anaokienda mpaka Yerusalemu, ilifika mahali kukawa na gharika. Hata mizigo ambayo ilikuwa imebebwa kwa meli ilikuwa mingi, ikahitaji ingine itupwe ndani ya maji ndio waendelee. Hii maisha unaweza amua vitu viwili, ubakie na kila kitu na utoe ndio upokee baraka zingine. Nadhani kuambia kwa hii maisha kutoa ni lazima, lakini si lazima ulete kwa kanisa. Wewe mwenyewe unaamua penye unapeleka matoleo yako, lakini kutoa ni lazima. Waangalia na mama yote kwa Yesu. Neno likuja usuri yote kwako. Na kweli atoi. Ndani waambie padri wenu ni mtu wa kiroho, lakini wahubiri wa basi ni watu wanahubiri, wahubiri wa basi. Hata mimi siku moja nilikosa fare, karibu nikuwe mhubiri wa basi, lakini wananiambia waanglikane ni wahubiri wa staarabu, hawatakani kuhubiri kwa basi. Mhubiri wa basi alisimama na kufanya matangazo, akamwambia leo kuna mtu atakitolea hapa, na Mungu ameniambia kuna mtu atatoa noti ya 1,000. Huyo ni mhubiri wa basi. Padri hawezi sema hivyo, lakini mhubiri wa basi augombi. Yeye anasema wazi. Kulikuwa na mama mmoja alikuwa amekaa kwa kona, akacheka, akasema kati ya wahubiri wa Kora, huyu ndio mkora namba
kijana mmoja alikuwa siku kwa kanisa, alikuwa mhubiri. Akasema kwa sababu huyu mhubiri amehubiri kuhusu kutoa, wacha nitoe. Lakini hata sijui kama nabarikiwa, natoa pata pokea. Nikibarikiwa suluhu, ni wakati mwingine wanasema suluhu. Nikibarikiwa suluhu, nisipobarikiwa suluhu, yani pata potea. Anasema alikuwa na 77,000, alikuwa ameweka mama. Ikabidi asongeshe karibu. Na akatoa 1,000. Na hiyo badi wenu waangaliani tunaoneka kwa kikapu yenu huko kiroho. Anashika tunasema vitu vyote. Lakini muumini wa basi ni mtu tofauti, lazima apige picture. Hakikisha kama 1,000 iko ama hamna. Na yeye kweli akapiga picture. Akaona ipo. Na yeye akaomba maombi special. Waanglikana hatuna maombi special, ni kitabu cha sala kwa watu wote. Yeye akamwambia maombi special. Mungu ambariki, amsaidie na muongoze. Tena akasema asanteni sana, hii pesa itanisaidia nikienda nyumbani, hata hapa naweza kunywa chai. Asante sana, Mungu ambariki. Yao ni direct. Yeye inapitia process yao ni direct, moja kwa moja. Hakuna interference between pesa na huyo jamaa. Ni moja kwa moja. Sasa huyu jamaa mwenye alitoa 77,000 ndio alikuwa akishuhudia, alitoa moja akabakisha 76. Akasema siku hiyo akakuwa na unusual appetite. Yaani hapo sio kwa kawaida ya kununua biskuti. Akanunua biskuti. Na pesa nyingine alikuwa kadi, transport hiyo ilikuwa ya kazi. Akanunua biskuti na baadaye akakula. Alipotaka kutupa karatasi ya biskuti, mwenye alikuwa kwa dirisha alikuwa amelala, akatupa chini ya mguu wake. Gari ikatoka Eldoret. Na mambo sawa sawa. Watu wanaita mambo sawa sawa. Fika pale Mai pale juu. Umeona watu wameficha AK-47. Wakasimama watu wanne. Sema hii sio toy, hii ni bunduki. Kila mtu toka nje. Huyu jamaa akakumbuka karatasi ya biskuti. Na akaweka 76,000 iliyo karibu na akatupa chini ya kiti. Wakatoka nje. Ninakwambia watu wajali mama mkwe, hawajali mama. Nilisema kutoa ni lazima. Lakini wewe mwenyewe unajua penye utapeleka matoleo yako. Huyo mama alikuwa siku hiyo anaenda kununua gari second hand. Alikuwa na 248,000. Mkipiga hesabu alimbakishia ngapi? Inaweza kuwa alimbakishia ngapi? Huyo jamaa amelala chini. Wewe unafikiri roho yake ilikuwa wapi? Wa karatasi ya biskuti. Bali ambapo hazina yako iko, ndio moyo wako iko. Tena nikwambie, yeye alilala. Hawezi kuchoka. Unajua wengine wanafikanga kwa gari wakarudi, lakini wakatoka wakaenda. Nataka nikwambie wapendwa, wewe unafikiri huyo mzee alipotoka hapo, break ya kwanza ilikuwa hapo? Na alipomaliza kwa karatasi ya biskuti akapata pesa zake zote ziko. Na akasema kumbe sitatoa tena, pata potea. Kutoa una baraka. Kwa wakati mwingi Paulo pamoja na ilibidi wa offload. Iko vitu zingine lazima wa offload ndio upate baraka mpya. Lakini ukikwamia hakuna baraka nyingine mpya utapata. Mungu akusaidie leo katika shukrani. Hata ambaye hukutaka kuoffload, Mungu hajawahi kuwa na deni ya mtu. Ukitoa atakurudishia, kusukwa ijae na ipite. Nataka kuambia kutoa ni moyo. Wamama kitambo walikuwa wanaekanga hapa pesa. Unajua mimi ni mkali, siwezi taja ni wapi. Hapa hivi. Walikuwa wakiweka wapi? Hapa walikuwa wanaeka hapa. Unajua penye roho iko ndio pesa iko, yani pesa inakuja na roho yako. Nataka nikwambie pesa na roho. Roho ikiguswa
mtu atatoa. Naomba roho yako iguswe ndio utoe, na kuna baraka ikiwa utatoa. Ukitoa pale pengine, wakati mwingine hakuna baraka. Naweza toa kwa mganga, ikifika siku yako watu wanakuja kufieka makuku yako na kuandika madeni, na wengine hautawahi kuwaona tena. Kuna baraka ukitoa kwa nyumba ya Bwana. Leo nataka kusema kuna vitu ambavyo tunataka kuoffload, ili watupe ngano, watupe nini ndio endelee. Hata sisi kuna vitu vingi ambavyo tunahitaji kuoffload ndio tupate baraka ya mwaka huu. Tulikuwa tunaimanga baraka nyingi, baraka tunahitaji. It will not remain like this forever. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awe pamoja nasi. Na ukiwa na matumaini kama wewe ni mgonjwa, kuna uponyaji kwake. Kama unasumbuka, anafungua njia. Kama unakosa, atakutana na mahitaji. Kama kuna jambo ambaye unahitaji kuwa na matumaini, Mungu akutendee. Simama mahali ambapo uko, nitakuweka mbele za Bwana kwa maombi. Katika jina la Yesu Kristo ukisimama, nitakuweka mbele za Bwana. Mimi ninajua, nina imani, nina matumaini Mungu atatenda. Mungu wa amani awe pamoja nasi na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tuna matumaini utakutana na mahitaji ya watu. Tuna matumaini utatusamehe. Tuna matumaini utatutia moyo. Tuna matumaini utakuponya, daima utakufungulia njia. Tuna matumaini utatuletea amani. Tuna matumaini tutafika salama katika jina lako. Endelea kila mmoja wetu, utukuze na utende mambo mapya. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Uketi chini, nitaje majina yako na niketi chini. Kwa majina naitwa Mchungaji Kimutai Jesus. Wengine